Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Mapigano makali yameripotiwa leo katika vijiji kadhaa vya Bukombo katika mtaa wa Ruchuru, jimbo la Kivu Kaskazini. Haya ni mapigano kati ya wapiganaji wa CMC wanaoshirikiana na FARDC na waasi wa AFCM 23. Mapigano mengine yameripotiwa huko Rugezi katika milima ya Minembwe kati ya Watwirwaneho na Maimai Wazalendo. Na hapa mjini Goma, wakimbizi 796 wa Rwanda wamepelekwa nchini mwao na ofisi ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa HCR wamekaribishwa na viongozi wa Rwanda. Mapigano makali yameshuhudiwa tangu asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 19 Mei 2025 katika eneo la Fizi, jimbo la Kivu Kusini. Kulingana na duru mbalimbali, mapigano haya huko Rugezi yameleta mvutano mkali katika eneo hilo. Maelezo kutoka kwake Jospin Hangi. Mapigano makali yameripotiwa Rugezi tangu asubuhi ya Jumatatu, ambapo wazalendo wa Jenerali Ngoma Nzito wanakabiliana na waasi wa AFC Twirwaneho M23, alisema Aimable Nabulizi, msemaji wa wazalendo katika eneo hilo. Mkoa wa Rurambo umeshambuliwa kwa nguvu na vikosi vya serikali kwa ushirikiano na serikali ya Burundi na wazalendo. Vitendo hivi vya vita vinawalenga raia wa Nyamulenge kwa makusudi, kinyume cha kukiuka makubaliano na mazungumzo ya amani yanayoendelea mjini Doha. Ikikabiliwa na kuendelea kwa mashambulizi haya yaliyoratibiwa na utawala wa Kinshasa, MRDP Twirwaneho inatangaza ya kuwa itachukua hatua zote muhimu za kujihami na kukera kulinda watu wasio na hatia kwa mujibu wake wa upinzani halali, alitangaza Twirwaneho ndani ya matangazo ya leo. Licha ya mazungumzo mjini Doha, mapigano makali yameripotiwa kuendelea katika vijiji vingi katika eneo la Fizi, jimboni Kivu Kusini. Mapigano haya yanaendeshwa kati ya wapambanaji wa AFC M23 wanaoshirikiana na Twirwaneho na jeshi la Kongo linaloshirikiana na wapiganaji wa Zalendo na jeshi la Burundi. Mapigano makali yalishuhudiwa katika vijiji kadhaa vya Bukombo kati ya waasi wa AFCM 23 na wapiganaji wa Wazalendo CMC katika mtaa wa Ruchuru leo tarehe 19 Mei 2025. Maelezo kutoka kwake Faustine Binja. Mapambano yanaendelea katika vijiji vya Muhanga, Bukombo Centre, Mashango, Kituva, Robona, Mutanga, Rurere na Kibwe. Kwa mujibu ya watu wa huko wasiotaka majina yao kujulikana, baadhi ya vijiji hivi vimechukuliwa na waasi wa AFC M23 tangu jioni ya Jumapili tarehe 18 Mei mwaka 2025. Mapigano hayo yamesababisha watu wengi kukimbia makazi yao na kuenda kwenye vijiji vingine wanavyovifikiri kuwa salama. Vyanzo vingine vinasema kuwa waasi wa M23 walianza mashambulizi yao wiki iliyopita katika vijiji vingine vya Bukombo. Baadhi ya wakaaji wa Bukombo Centre, Rubona, mahali ambapo zamani palikuwa kambi ya M23 na Kibwe, walikimbilia hospitalini kuu ya Birambizo, lakini walirudi Bukombo Centre baada ya hali kutulia kwa muda. Waasi wa M23 sasa wako Bukombo Centre, Rubona na karibu na kanisa la parukia ya Birambizo. Hali ni mbaya sana, mapigano yako kila mahali. M23 wako Bukombo na watu wanaanza kurudi polepole manyumbani mwao. Vijiji kama Rurere, Mashango na Ruwindi pia viko mikononi mwa M23. Sisi tumejificha chini ya vitanda tangu asubuhi. Wengine bado wako hospitalini pa Birambizo. Mapigano bado yanaendelea, alisema mkaaji mmoja.
Kwa zaidi ya wiki moja sasa, mapigano yamezidi kuongezeka katika vijiji vya Sheferi ya Bwito hapo Ruchuru. Waasi waliokuwa wamechukua Bambo na Kishishe walifukuzwa na wapiganaji wa CMC FDP wanaosaidiwa na jeshi la Kongo. Wakimbizi 796 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani leo tarehe 19 Mei 2025 na shirika la Umoja wa Mataifa HCR. Wanawake, watoto na wanaume wamefika katika mpaka wa Rwanda. Maelezo zaidi katika ripoti yake Blaise Basabose. Wakimbizi hawa walipokelewa na viongozi wa Rwanda katika mji jirani wa Gisenyi huko Rubavu. Wengi wao wakiwa ni wanawake, watoto na wanaume wachache. Wakimbizi hawa walirudishwa nchini mwao na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Oscar Balinda, msaidizi wa kisiasa wa AFC M23 aliyekuwepo wakati wa rafla hiyo, alifurahishwa na utekelezaji wa zoezi hilo la kurejea nyumbani, akisema kuwa baadhi yao walikuwa wakitumia hifadhi ya Virunga na kuchoma na kuuza makaa huko Goma, na kwamba wake zao ni wapiganaji wa FDLR waliokuwa katikati mikoa ya Kivu Kusini, Walikale na hata Chopo. Wakimbizi hawa wa Rwanda walipokelewa na meya wa liwali ya Rubavu, Mulindwa Prosper, aliyewakaribisha kwa moyo mkunjufu. Katika boda la Grande Barriere aliambia vyombo vya habari kuwa wakimbizi hao watapelekwa kwenye kambi la mpito la Nyarushishe katika liwali la Ruzizi, ambapo watapitia zoezi la utambuzi kabla ya kupelekwa kwenye vijiji vyao vya asili. Baadhi ya wakimbizi hawa walisema kuwa waliondoka Rwanda tangu mwaka 2009 au mwaka 2001 na tayari walikuwa wamepata uraia wa Kongo na kununua mashamba katika vijiji mbalimbali karibu na mbuga la wanyama Virunga, hasa Karenga na Kilolirwe. Watu hawa walikamatwa na wakuu viongozi wa AFC M23 ambao waliwakabidhi HCR. Nyumba yake Robert Kidiaba mjini Lubumbashi imeharibiwa na wafuasi wa UDPS. Kitendo hiki kimeleta kelele kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kuanza tena ujenzi wa bwawa ya Katende kumeleta matumaini mapya katika eneo la Kasai. Wakaaji wengi wa eneo hilo wanamshukuru Rais wa Kongo Felix Tshisekedi kwa kuwajalia wananchi ambao wamekuwa wakiteseka sana kutokana na ukosefu wa umeme katika eneo hilo. Ni mwisho wa habari hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe ambaye uliyetufuata. Tukutanane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa heri.